Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa katika Bwana, nawapenda sana na nawasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliyetufia msalabani na Mwokozi wetu aliye hai. Nawasalimu sana na ujumbe wa siku njema leo. Nataka niwasihi vijana, enyi vijana na nyinyi mababa ambao pengine mmeziacha familia zenu kwa sababu ya jambo moja tu, kwa sababu ya uasherati. Wakaka, vijana na wababa wengi mmezianza kuzitesa familia zenu, wengi mmeondoka katika ndoa zenu ni kwa sababu ya uasherati. Mmeondoka kuanza kushare mapenzi na wake wa wengine. Imekuwa nyakati ambazo zimehubiriwa au zilihubiriwa toka mwanzo kwamba watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe na wengine wataacha wake zao na kuwapenda wake wa ndugu zao. Yenye vijana ambao msioridhika na wake zenu na bado mmekuwa ni watu wa kufarakana ninyi kwa ninyi, mnaanza kushare wanawake, mnaanza kuwa na wanawake zaidi ya mmoja. Imekuwa yale ambayo ya Sodoma na Gomora yalikuwa yakitokea. Tunaelekea katika njia gani? Lakini neno la Bwana anasema ole wake mwanamume amwachaye mke wake kwa sababu ya uasherati. Na vijana wengi mmewaacha wake zenu kwa sababu ya uasherati. Vijana wengi mmekuwa na wake wengine kwa sababu ya uasherati. Mmekuwa mkitaka kuyatimiza matamanio ya mwili pasinapo kutaka sana kujenga umoja au kutaka sana kujenga upendo katika familia zenu. Mtapateje kuendelea? Na pengine adhabu ya Bwana imekuja juu yenu ni kwa sababu madhambi mnayofanya, ni kwa sababu ya dhambi mnazozifanya kila siku, ni kwa sababu ya uasherati ambao unaishi katika jamii yenu, ni kwa sababu ya aina mambo mnayoishi katika jamii yenu. Na pengine Bwana alitenda kwenu, lakini hapana hata mmoja aliyekumbuka kwenda kufanya matendo yaliyo mema, lakini pesa na kila kitu ambacho mnakipata vinaishia katika uasherati na uzinzi. Je, Bwana si yeye ambaye aliwapatia hayo? Lakini katika nyakati hizi ambazo hali ni mbaya kwenu, mwasema kwamba mkono wa Bwana uko wapi? Wakati ambapo mkono wa Bwana ulikuja, hakuna hata mmoja alipata kumkumbuka, hakuna hata mmoja alipata kujenga umoja na kujenga upendo na kufanya matendo ya huruma kwa wale waliokuwa na uhitaji. Je, hapo Bwana tumemwacha sisi au Bwana yeye ndiye ametuacha? Lakini jibu ni kuwa sisi ndio tumemwacha Bwana. Je, ni kipi cha kufanya? Ninakusihi ukapate kuirudia familia yako. Ewe kijana, acha uasherati ukapate kumrudia mke wako. Ewe kijana, acha uasherati ukapate kumrudia aliye wako. Ewe baba, acha uasherati ukapate kuirudia familia yako, maana siku za mwisho zinakuja na kamwe hapana mafanikio katika familia pasinapokuwa na upendo, na kamwe hapata kuwa na mafanikio katika maisha ya kijana, katika maisha ya baba yoyote, kama mwanamke ndani ya familia yake hana furaha na wala hamna upendo kati ya mume na mke. Upendo katika familia ndiyo mafanikio makubwa, na upendo unaletwa kwa amani ya Yesu Kristo ambayo ni amani ipitayo akili zote. Na kusihi kwa upendo, maana Mungu ni upendo, anapenda watu, maana kwa jinsi na kwa namna pekee alitupenda, ndio maana alimtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo ili akapate kuokomboa na kutuokoa mimi na wewe. Nakupenda sana, ndio maana kusihi katika jina la Yesu Kristo ukapate kumjua Yesu na ukalishi pendo, ukapate kujua kwamba kuna thamani kubwa ya mwanamume kumtii mke wake na kuna thamani kubwa ya mwanamke kumtii mume wake. Jenga familia yako ili kesho yako ikawe kubwa zaidi na ikawe njema zaidi, ili kesho yako ikawe ni kesho yenye mafanikio. Jenga familia yako na ndoa yako leo ili watoto wako wakapate kukulia wokovu na wakapate kukulia misingi ambayo ni vyema na ni njema zaidi kwa maisha yako ya baadaye. Nakusihi sana na nakupenda sana kwa jina la Yesu Kristo.